Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi ukipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo afya na ustawi. Alhamdulillah, mpenzi mtazamaji, leo tupo naye tena kaka yetu, ndugu yetu, si mwingine bali ni Daniel Waweru anayekujuza mengi kuhusiana na masuala ya afya, ikiwemo masuala mengi ambayo tumeweza kuongelelea na alielezea masuala mengi kuhusiana na yanayojiri katika miili yetu sisi kama binadamu. Na wewe kama mpenzi mtazamaji, jukumu lako kuweza kujali afya yako. Afya ni muhimu sana. Hakuna utajiri mkubwa duniani isipokuwa wa afya yako. Na katika mada yetu ya leo tunataka kuangazia hasa upande wa wanawake kuhusiana na contraceptives. Yaani ni ama dawa ama vitu gani vya kuzuia mwanamke kupata ujauzito. Na huenda kuna zingine ambazo zinakuwa misused. Na pia tutaangalia types of contraceptives ni zipi. Kunradhi mpenzi mtazamaji. Na tukielekea kwake Daniel tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu sana Daniel. Asante. Naam, karibu tena. Natumai hauna neno. Ni furaha tena kukuona. Naam, karibu sana. Katika mada yetu ya leo Daniel, ni mada ambayo ni ukiangalia inazua sana mtafaruku haswa katika nyanja mbali za upande wa wanawake. Wanawake wengi wanatumia contraceptives. Na leo tunataka utufahamishe zaidi kuhusiana na maana ya contraceptives na pia tujue types of contraceptives na jinsi gani labda huwa zina affect wanawake kiujumla. Na tukianzia hapo, kwa what is contraceptives? Contraceptives ni njia za kupanga uzazi ama family planning kwa jina jingine. Na huwa inatumika kwa sababu tofauti tofauti. Moja wao ile kuzuia kupata mimba isiyo ambayo utarajii ama unwanted pregnancies. Ndio. Nyingine hutumika kuplan kuzaa kwa watoto, kuweka ile gap. Sababu unajua sasa hii economy ni mbaya, huwezi kufuatanisha hivi. Sana. Na pia huwa inasaidia kutunza afya ya kina mama. Juu wakati mama amejifungua anastahili apewe muda mwili wake kurecover kutokana na ile kujifungua. Sasa ukimpea contraceptive itaruhusu hiyo gap mwili yake irecover. Na pia inaweza pewa kwa magonjwa tofauti tofauti kama menorrhagia, kina itoangaje, fibroids. Unaweza pea mtu contraceptives. Naam. Na anaje types, yani tuko na types gani za contraceptives? Contraceptives zimeclassifyiwa mara mbili. Kuna zile hormonal na kuna zile non-hormonal. Zile hormonal ni kama kina P2, hiyo emergency pill. Kuna combined oral contraceptive pills. Imekombiniwa estrogen and progesterone. Ni pills, kuna zile za 21 day pills, unaona? Na kuna za 28 day pills. Mtu umeza hivyo. Unameza siku 28 mfululizo. Sana huwa inakuwa siku 21, then hizo siku 7 ambazo zimebaki ni unameza iron. Aina the contraceptive part of it. Okay. Unameza the iron supplements. Alafu inakuwa 28 days. Unaona? Njia nyingine ya hormonal, kuna injection. Injection ya miezi 3. Kuna zile implants. Sijui kama unajua zile inakuwa strip. Inaweza kuwa strip moja ama 2. Mtu anaingizwa hapa chini ya ngozi. Implants, inaitwa implants. For example, kina Jadel, sijui kama umesikia, kina Norplant. Hizo ni types of hormonal contraceptive. Another hormonal contraceptive method ni ile intrauterine device. Ile inainsertiwa kwa uterus, kwa mfuko wa uzazi directly. Ile iko na progesterone. Hormonal intrauterine device. Juu kuna type 2 ya hiyo intrauterine device. Kuna ile hormonal na kuna ile copper. Ile coil, copper T. Ile haina hormones.
ile tu ni non-hormonal contraceptive method, but pia inaikuwa kwa uterus. Ukikuja kwa non-hormonal, kuna barrier methods. Barrier methods hizo zinaweka kinga kuprevent ile sperm kuingia kwa njia ya uzazi ya mwanamke. Kwa mfano condom inaweza kuwa kuna female condoms na kuna male condoms. Yes. Then kuna diaphragms. Diaphragms pia ni kama kifuniko hivi, inawekwa kufunika sperm from kuingia ndani ya uterus. Unaweka wakati tendo la ndoa limekaribia. Kuna another non-hormonal ni kuna spermicides. Kuna ni kama lubricants fulani ambazo zinawekwa ndani ya the vagina ambayo inaua sperms. So wakati umefanya tendo la ndoa, ile spermicides zinaua zile sperms, kumaanisha hazitafika kwenda kwa kufanya pia mtu awe na mjamzito. Hiyo ni kati ya non-hormonal. Another non-hormonal ni hiyo nimemention, Copper T. Copper T ni hiyo intrauterine device, inaekwa ndani ya uterus, ina prevent sperms from fertilizing the egg. Na pia ina prevent implantation. Inafanya ile kuta wa uterus inakuwa thin, inakuwa nyembamba, kumaanisha haiwezi implant ama hata haiwezi fertilization kwanza haiwezi take place sababu imeoccupy space, sperm haipiti. Na pia uterus imekuwa thin, kumaanisha hata siku za miezi hedhi inakuwa inarudi chini, inakuwa chache. Naam. Kwa hivyo ni contraceptives ni nyingi yani. Ni nyingi. So how zinavari vipi? Kwa nini hii ikawekwa kuwa hormonal na kwa nini nyingine ikakuwa ni non-hormonal? Kwa hii hormonal huwa ina alter the hormone levels za the cycle, the menstrual cycle. Kwa hormonal iko na mbili. Either iko na estrogen, progesterone, ama progesterone only, ama both. For example, hizi za kudunga hizo za miezi 3 ama zile za implants za miaka 5, hizo mostly ni progesterone only. Hii ya pills ni mchanganyiko, combination ya estrogen na progesterone. Na pia kuna pills za progesterone only pia. Kunazo. Unapata iko na ile either iko na estrogen na progesterone, ndio maana zinaitwa hormonal sababu ziko na hormones. Non-hormonal haina hormone at all na hai affect hormonal cycle. Hiyo ni kuweka tu barrier ya kukinga hiyo fertilization na pia ina prevent ile implantation kama hiyo copper coil. Now, and let's talk about P2. Ni of all the contraceptives ambazo watu wanachukua, and especially wanawake ambao ama tuseme partners ambao wako nje ya ndoa, which is very bad. It's not advisable, and utakuta wengi wanachukua P2 wale wanawake. P2, does it have a duration, specific duration ambayo mtu anafaa kuimeza, or ni ile kwamba like you are doing harmful sexual activity but unajua kabisa hii yenye nakunywa haifai kunywa kila siku, alafu kuna mtu anakunywa every time? So P2 hadi ukiangalia kwa the cover inakwambia take it within 72 hours after unprotected intercourse. So zaidi ya masaa 72 baada ya kufanya tendo la ndoa uko katika hatari ya kupata ujauzito. Na pia unastahili uangalie ni muda upi katika ile cycle. Ukimeza baada ya ovulation
tuseme ovulation ime take place, kisha we umeze P2, umefanya tendo la ndoa, umemeza P2, kuna high chances itafail, utajipata wewe ni mjamzito. Hivyo inamaanisha uko unajua ni time gani ya kwa calendar ndio iko juu. Sasa kazi ya P2 inafanya prevent ovulation. Hiyo njia moja yake ina prevent ovulation from taking place. Kwa hivyo ukishameza ovulation isha take place day 14, alafu ovulation isha take place, kuna high chances ita fail. Naam. 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 Ni kwa sababu ukiangalia, there was a time I think nilifanya interview na mwingine akasema like P2 haifai kuchukuliwa like at every time you want to have sexual intercourse you are taking it every time. Nasikia kuna a specific window. Yeah, a specific window like twice something, like maybe twice a month and so on. Maana kuna watu like they are misusing it. Si P2 ukimeza ita prevent ovulation from taking place, itaichelewesha. Kumaanisha cycle yako either itakuwa shortened ama itakuwa prolonged. Ukimeza zaidi ya mara 2 kwa cycle, ita alter your cycle, normal cycle. Na kurudi back to the normal inaweza chukua muda. Pili, P2 tumesema ina work within 72 hours. Yes. Naona? Kwa mfano kama umefanya tendo la ndoa leo, uko na siku ngapi hizo? 72 hours ni 4 days. Hizi 4 days uko safe. Unaweza fanya unprotected intercourse. Then hii siku ya 3 umeze P2. Sio kila baada ya kila unprotected intercourse unameza P2. Hiyo moja inaweza cover siku 4, unaona? Unapata wengine amefanya unprotected intercourse sahi. Kisha akaenda pharmacy, akabuy P2. Then kesho yake tena akafanya. Akarudi pharmacy. Lakini hii moja alimeza ingecover hizo siku 4. Unaona? Hivyo ina affect hormonal balance. How unsafe are these contraceptives? In as much as wanawake wanazichukua, how unsafe are these medicines, contraceptives? So generally they are not sisema ziko dangerous. Generally they are safe globally. But hizi side effects ina depend na the individual person. Especially because side effect mostly tuna measure na the hormonal ones. Hizi non-hormonals generally they're not dangerous, hazina risk. But hizi hormonals ndio mostly iko na side effects. Na hizi side effects sio common kwa kila mtu. Unaona? Ina depend na ni gani umetumia, hormonal contraceptive gani umetumia. Ina depend kama uko na ugonjwa, uko tayari na ugonjwa yote kwa mwili. Ina depend pia na your metabolism. Mwili yako ina receive aje. So ina vary kuna kwa mfano mtu mmoja anasema akimeza ile injection alidungwa kilo yake imeongezeka, appetite yake imeongezeka. But mwingine anasema yako tu sawa, haijemu affect hiyo sector. Mwingine atameza akuwe na heavy bleeding, lakini mwingine hataona, atakaa miezi hajaona siku zake hajaona periods, hedhi zake hazikuja. So hizi symptoms zina vary from, but generally naweza sema they are safe. Naam. And another thing kwamba what changes might women notice after using contraceptives for many years? Okay. So ina depend ni gani. For example, kama ametumia hizi pills ambazo ziko na estrogen, hizi combined pills. Yes. Inamweka kwa risk ya kwanza migraine headaches. Kuna wale wanakuwa na headaches. Ile mpaka wanakuwa na kizunguzungu. Hao sana wana prefer wapewe ile haina estrogen kama progesterone only pill, ama wapewe copper
hiyo haina shida nini. Pili, hii yenye iko na estrogen inaweza pea mtu ile clotting, damu inaganda ovyo kwa mwili. Unapata kuna deep vein DVT. Okay. Na pia kuna ingine inaitwa pulmonary embolism. Okay. Damu inaganda huko kwa mafua. Hiyo unapata, na hiyo mafua kwanza ni hatari, inaweza it's an emergency. Sasa ndio maana mostly watu na avoid kupea mtu combine contraceptives for a long period of time. Sana wanapewa progesterone only. Unaona? Weight changes. Weight huwa inaongezeka kwa watu wengine sababu inachangiwa na increase appetite. Appetite increase. 2, kuna maji inabaki kwa mwili. Maji inaongezeka mwilini. Fluid retention. Unaona? So unapata kila mtu imeongezeka. The third ni sexual urges. Libido huwa inabadilika. Okay. Kuna wanawake wengine unapata ile hamu ya kufanya tendo la ndoa inaisha. Ama haikuji kila masaa. Yes. The libido inashuka. Lakini wengine wanasema kwanza tendo la ndoa imekuwa more enjoyable sababu hawana wasiwasi ya kupata mimba. Yani hapa the biggest shark in the house ni ujauzito. Ako at peace. So hivyo ana enjoy more. Wengine atakuwa na especially ile injectable, atakuwa na fertility issues. Okay. Kwa mfano siku zake za periods akishaacha kutumia hiyo injectable, anaweza kaa hadi mwaka 1.5 hajaona, hajarudisha fertility yake. Hivyo anaanza kushuku haizipata mtoto. Lakini akingoja kwa muda hormonal balance ita stabilize, apate nini yake. Na hii kuchelewa ni tofauti. Kuna mwingine itachelewa miezi 3, mwingine itachelewa miezi 6, na mwingine inaweza enda zaidi ya mwaka 1 kuchelewa. Na wasiwasi inaanza kuingia. Wanasema hizi vitu zinafanya wamama wakue tasa ama wanigumba wa tasa, sijui gani tasa. So dalili zingine kuna kwanga pia uso, zile acne, pimples zile. Kwa wengine unapata imeponya, uso imekuwa smooth. Kwa wengine imeongeza ile acne. Kwa hivyo ni ile variation ya mwili. Acha chukua pumziko Dan, tukirudi tuendelee na mada yetu. Asante sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Dan ndani ya studio zetu za Mahdi TV anazidi kudadavulia mengi kuhusiana na masuala ya contraceptives, yani jinsi, njia za kuzuia ama njia za kupanga uzazi. Wanakuambia ya kwamba kuna mambo mengi ambayo hutokea na wanawake sio wote ambao wataka kuzaa hapa na hapa, na hasa katika maisha sahihi lazima ujipange kisawasawa. Lakini kando na hapo, tunafaa kuelewa ya kwamba kuna long term effects za dawa hizi ama za contraceptives hizi ambazo wanawake wanatumia. Inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Afya na Ustawi. Tunazidi kuwa naye Daniel Waweru ndani ya studio zetu za Mahdi TV, anakujuza mengi kuhusiana na masuala ya mpango wa uzazi. Je, long term effect zake ni nini? Na hapo ndo tunazidi kufahamu, na tumeweza kufahamu kadha wa kadha. Kuna wengine itawachukua muda, labda wakitoa ile contraceptive uchukua muda wao kupata ujauzito. Wengine wanapokuwa nayo inabadilisha saikoli yao ya hedhi, na hapo huenda pia ikawa labda ni hatari na si kitu ambacho watu wengi wanapenda. Kuna mtu anapenda akishaitoa ile contraceptive arudi katika ile hali yake ya kawaida. Ndio maana wanawake wengi utawakuta wanalalamika kuhusiana na different types of contraceptives. Utakuta wanakushauri tumia hii na usitumie hii, lakini yote 9 inaendana na mwili wa mtu. Kuna mwili ambao ile contraceptive itamkubali na kuna mtu mwingine haitamkubali. Inshallah tukirudi kwake tutafahamu mengi na mengi zaidi ambayo ametuandalia. Karibu tena ndani.
Naam, tulikuwa tunaendelea na dalili za kufahamu watu tofauti tofauti kuhusiana na masuala ya hizi dawa za mpango wa uzazi. Naam. Jambo jingine, dalili nyingine ni mawazo na mood changes. Long term use hizi contraception huwa ina alter moods. Na pia hiyo ina vary. Kwa watu wengine watakuwa na mood changes. Ndio. Wengine wako na stress, anakaa depressed kidogo, all of a sudden wako irritable. Hasira za rahisi. Wengine unapata mood yao wanasema iko sawa sababu cycle imekuwa stable. Ndio. Group ingine ni watakuwa na menstrual cycle yao itaafektiwa. Kando na ile ya kuchelewa. Ndio. Kuna wale ambao watakuwa na heavy bleeding. Inaitwa breakthrough bleeding. Ndio. Especially ile ya kudunga. Naam. Unapata amekuwa all of a sudden na heavy menses. Imeanza kumpea wasiwasi. Ndio. Naam. Wengine ni pressure. Kuna wale ambao wako sensitive, blood pressure yao inaweza ongezeka. Yes. So unapata mtu ametumia hii dawa za kupanga uzazi kwa muda, ameanza kuwa na blood pressure yenyewe kwa mwingine mwili imekakama, yani imekuwa ngumu. So blood pressure ndio maana huwa tunawaambia warudi wapime pressure. Wakirudi clinic wapime pressure. So that means contraceptives pia ziko na masala na clinic. Naam. Lazima ukarudi clinic. Kazi ipo. Naam. Jambo dalili, one of the disadvantages pia ya contraceptive ni kwamba inaweza feature ugonjwa. Mfano uko na shida ya menses zako hazikuji kila siku. Inaweza kuwa ni shida, uko na thyroid issue, uko na hiyo polycystic ovarian syndrome. Lakini juu unatumia contraceptive imefunika. Hatujui kama uko nayo. Until ile wakati umeacha kutumia ndio ugonjwa umefika stage nyingine, imeanza kukuathiri mwili. So inaweza feature ugonjwa. Na hayo ni kati ya baadhi. Kuna zingine lakini hizo ni zile common. Naam. Kitu kingine ni kwamba is weight gain a proven side effect of long-term contraceptives use? Naam, ni kweli. Na pia natukumbuka ina vary kwa watu tofauti. Kwa wengi wamereport kilo yao inaongezeka. Appetite huwa inaongezeka. Kuna especially like does it vary concerning ni anatumia contraceptive gani? Zile especially la kudunga. Hiyo imeripotiwa na watu wengi, kilo imeongezeka na appetite yake imeongezeka maradufu. Anakula kama mchwa wa akhera. Kingine pia inafanya kilo iongezeke. Ndio. Ni hizi contraceptive, kuna zile zinafanya kuwe na maji na accumulate kwa mwili. Fluid retention. Kwa hivyo ile uzito pia ya maji, unajua maji pia iko na uzito wake. Inaongeza. Ndio. Na ni kitu ambacho kinaweka wasiwasi wa kwamba labda mwanamke mwenye hajafikia ama hajajifungua ama anataka mtoto mwingine, inampea ile tashwishi. Ama labda yeye amefikia mahali sasa imebidi hata ni stop kidogo. Lakini ukifikiria hizo mipango ya kuzuia uzazi, basi unafikiria mara mbili, hii itani affect kiasi gani? Naam. Tuangalie swali lingine ni kwamba can contraceptives influence blood pressure or cardiovascular health? Inaweza. Because we've talked about the pressure. What about the cardiovascular? Kuna wale ambao wako sensitive. Unapata wakianza kutumia hii contraceptives, blood pressure yao inaanza kuongezeka. Blood pressure ikiongezeka, hivyo ndo unapata imeanza kuaffect heart. Hypertension is the leading right now is the leading cause of heart diseases. So yote inatokea kwa pressure. Ndio maana kila mtu ambaye anatumia contraceptives hizi hormonal
lazima akuwe anarudi clinic wapime pressure, kwa na monitor. Naam. And do you guys prepare women psychologically concerning hizi contraceptives, labda kule kuwafanyia counseling? Unajua ina depend ni nani anakuwekea. Okay. Ukienda upate mtu mwenye yeye anataka tu kukumalizia uende nyumbani, hiyo shida imekuleta ndiye ana treat. Okay. Haizi kupea mawaidha. Wengine labda hajui side effects zote. Atakuguzia tu juu. Na kuna vile inafaa ni kuwe na hizo contraceptive counseling. Tunakucancel, tunakupea all alternatives. Tunakwambia hii itasababisha hii in long term, hii itakuwa na iko na hizi benefits na hizi side effects. So wewe unaona gani inakufit? Hii iko na hii duration, hii ni ya miezi 3, hii ni ya miaka 5, hii ni miaka 10. So lazima tu cancel. Kuna mpaka miaka 10. Kuna mpaka miaka 10. Okay. Hiyo copper IUD inaweza kupeleka miaka 10. So does it have the same effects na hii ya kudunga, or are they different effects? Different. Okay. Vile copper inawa ni tofauti na hii ya kudunga. So meaning copper ukitoa pregnancy utapata like immediately or it takes time? Copper na ukitoa immediately. Okay. Ukitoa hivi copper IUD unapata fertility yako inarudi immediately. Okay. Lakini hormonal inaweza kuwa na delay. Okay. Delay, yeah. Okay. Ndio maana watu wengi wana prefer the non-hormonal ones. Yes. Naam. Alafu kitu kingine inafanya watu wachukui copper and hizi IUD ni sababu ya ile inconvenience, like kwenda kuwekewa huko ndani watu wanaona exactly. Sio experience mtu anataka. Yes. Na would you advise a lady ambaye hajapata ujauzito katika maisha yake kuchukua contraceptives kwanza? I think ita depend na plan yake. Nitamuuliza kwanza kama anataka ujauzito hivi karibuni ama kama hataki. Seeing how you've explained concerning maswala na nini hiyo mimba yani depending na ile yenye utaweka alafu inachukua maybe 1 year ndo upate mtu kama huyu, tuseme sasa, unajua ndio kama labda ameingia kwa ndoa and then ni mtu mwenye hataki mtoto mapema and so on. Ukiangalia akianza kutumia hii and maybe fikie mahali anataka alafu ukute hiyo time ndo sasa ana struggle sasa kupata. Na hiyo ni kitu inafanyika huku mashinani. Kuna vita kwa wale wapenda nao wanakosana sababu ya hiyo delay. Unaona? Ndio maana hata wakikuja counseling ya contraceptive huwa tuna prefer wakikuja na partner yake. Okay. Ukwe na a couple in agreement. Yes. Sababu kuna wale wanawake wanaenda nyuma ya bwana zao, wanaweka contraception then inakuwa tena chaos, inakuwa shida pale nyumbani. So hapo ndio unamuadvise gani ndio inakufit. Unaona? Hata kama unataka ya mwaka moja na unataka ile yenye ukitoa immediately una gain your fertility, unaweza eka kopa hata kama ni ya miaka 10, ikifika mwaka moja tunaitoa. Unaona? Si lazima ikae miaka 10 kwa uterus. Unaona? Naam. So yani ni ile plan yako, si lazima ikae 10 years. Ile mwenyewe umeweka 10 years lakini unafikia mahali unasema hapana. Sasa hapa ilipofikia hebu ngoja nipunguze hii miaka kidogo. Unaitoa. Kuna pia kopa ya miaka 5. Okay. Like kuna kopa T, kuna kopa Y. Okay. Kopa Y inakaa hivi Y. Okay. Kopa T inakaa T. T. Zote kopa Y sijui ni miaka 5, kopa T kuna miaka 10. So ina depend ni gani unataka. Okay. Okay. And as we wind up, how can women choose the contraceptives method best suited to their long-term needs? They can, I think hapo inakuja na counseling. Ni tu tumongelea hapa. Aelimishwe
kulingana na ile need yake, ni gani important. So na pia research nowadays, kuna AI, kuna Google. Enda hapo uambia, unasema your needs. Kama uwezi ambia Google, enda hospitali. Uambie daktari, these are my needs, nataka contraceptive, nataka fertility yangu irudi at this particular time. Then mna discuss pamoja. So inakuwa like unapata ile suggestion ya daktari. Daktari. Na pia asikufiche kuhusu side effects. Okay. Ujue inaweza delay muda fulani. So kama bora akwambie tu ukweli, ujipange mapema. Hiyo ndio mbinu naweza advice. Let's talk about misconceptions. Misconceptions gani nje ambazo ziko watu wanasema kuhusiana na contraceptives ambazo labda they are not true? Yenye nimesikia ni hiyo ya yenye sana sana ni ya contraceptive huwa zinasababisha utasa. Hiyo imejaa huko hivyo. Ati ukitumia hizi vitu ukiwa university student, ila wakati utakuwa unatafuta mtoto utakuwa tasa. Ingine yenye nimesikia huko nje ni ati zote kwa kila mtu utakuwa na uzito. Utanona kupita kiasi vile unataka, body yako itabadilika. Lakini hiyo ni tofauti kwa kila mtu na ni depend ni gani unatumia. Ya mwisho yenye nimesikia ni ati kuna ile ukidunga hauoni siku zako za mwezi. Para zinaweza kata zaidi ya miezi 3 haujai experience your periods. Watu wana assume damu imejaa huko ndani haitoki. So wanafikiria damu ina accumulate huko haitoki, alafu iko ati itakuwa affect. Lakini si hivyo. Contraceptives huwa zinawaka kufanya ile ukuta ya uterus iko nyembamba. Ndio juu ile periods ni basically ukuta inajaa then ina slow off, inaanguka. Naam. And tukimalizia, there's a time nilipitia sana kwa TikTok na mitandao nikaona like they are talking about patches nowadays. Kuna patch, contraceptive ya patch. So how does that work? Hiyo uene kwa for 3 weeks. Okay. Then the 4th week unatoa. The 4th week unatoa ndio experience your periods. After the 4th week unarudisha the patch. Unarudisha the same patch or another one? I think the same patch. Ama kama imeisha effect you replace, you do a new one. Okay. Yeah, there are those patches. So meaning that hiyo shida ya kudungwa sindano and being inserted the copper T and copper Y, at least wamepumzishiwa na patch. Na patch. Lakini sasa shida ya patch ni ile absorption yake haiko reliable. Okay. Sasa kuna wengine maybe unapata wako na mafuta thick. Okay. Wengine maybe haijashika vizuri. Is it a must still uiweke hapo mkono or you can put it anywhere else? Unaweza I think unaweza ka place yenye haitashinda ikisumbuliwa itoke tena. Okay. Unaona? Alafu place yenye maybe haita affect watu kuinje, kama utaki watu waone uko na patch, unaweka place watu hawaziona. Okay. Unaona? Kwa mgongo. Asante sana Dan, umeelezea vizuri sana. Naamini mpenzi mtazamaji atakuwa ameelewa kuhusiana na contraceptives. Any other advice ambao ungependa kumwambia mwanamke mwenye labda anatazama? Mawaidha yenye ningeweza wapea ni wajue ni lini ama when should they come to the doctor. Ni lini wanafaa kuja hospitalini. Ndio. Ukiona hedhi zako zimekuwa nzito kwa muda, hata baada ya kuitumia ile contraceptive kwa muda mrefu, hiyo ni dalili unastahili uende kwa daktari. Pili, ukiona kilo yako inaongezeka kupita kawaida na haiachi kukua mpaka inakupea wasiwasi, unaweza enda ubadilishiwe. Headaches, kuna ile migraine headache inaweza sababishwa na contraception. Ikikaa kwa muda na haiishi, haiponi hadi tukupea madawa za headaches, ni indication kwamba unastahili utoe
your contraceptive, upewe an alternative. Unaona? So yani if you see any symptoms kupitia ile contraceptive yenye umewekwa and you know it really affects you, urudi kwa daktari and then akufanyie check up, akupea ambao labda inaweza kuwa more convenient to you. Convenient. Ya pili na ni muhimu ya mwisho na yenye ni muhimu ni about clotting. Okay. Juzo ni emergencies. Ukianza kuona dalili za blood clots, for example mguu inafura, hiyo DVT. Ama unasikia kifua inauma. Kifua inauma na unashindwa kupumua. Inaweza maanisha ni damu inaganda. Na hizo ni emergencies zinaweza fanya mtu apoteza maisha yake. Thank you so much. Na kama unatumia hizi hormonal contraceptives, especially like on estrogen, ni bora avoid smoking. Na pia kama uko na family history ama uko na history ya kuganda kwa damu, ni bora avoid. Acha na estrogen, ile contraceptive ambayo iko na estrogen, na mwetumia yenye iko na progesterone ama copper. Hiyo ni better. Asante sana kwa mafunzo yako Dan. Naamini mpenzi mtazamaji ama mwanamke anayetazama Mahdi TV basi atapata uelewa zaidi kuhusiana na athari ama faida za kutumia kinga ya uzazi tofauti. Asante sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Daniel Waweru ndani ya studio zetu. Alhamdulillah, amekamilisha pati hii ya kuongelea kuhusiana na kinga za uzazi hasa upande wa wanawake. Lao sijajua kama kuna kuwa na kinga za kiume, lakini naamini ipo siku zitafika kama zipo, ili tuweze kurahisisha mambo kwa urahisi. Inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam.